Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa, naomba unapoendelea kutazama hii kanda mahali popote ulipo, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama hii kanda, bonyeza alama ya like na karibu. Rais wetu hapa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ameonekana kushikwa na mchecheto mkali na kuogopa na kusalimu amri yeye mwenyewe. Amejiuzulu kuendelea kushikilia kiongozi wa bara katika chama cha Chadema, Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu. Amejiuzulu kuendelea kumshikilia katika gereza la Ukonga. Amesalimu amri na kusema ya kwamba sasa imefika wakati Tundu Lissu anaachiliwa huru. Tumepata taarifa za ndani ambazo zinasema ya kwamba hatimaye Samia ameweza kuogopa na kusalimu amri na kumwachilia huru Mheshimiwa Tundu Lissu, jambo ambalo limeweza kuleta shangwe na nderemo kutanda katika Tanzania mzima baada ya mheshimiwa huyo Tundu Lissu kuachiliwa huru. Kivipi? Sasa tarehe ya kuachiliwa huru ya mheshimiwa Tundu Lissu imeweza kutangazwa hadharani. Mheshimiwa Tundu Lissu ataachiliwa huru tarehe 6, na niliweza kuambia nitakipata taarifa hizi za ndani nitawaletea. Kuna wakati niliguuzia kidogo kidogo. Sasa imethibitishwa tarehe 6 mwezi wa 7, tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026, ukipenda 2026, Mheshimiwa Lissu anaachiliwa huru kutoka gereza la Ukonga. Kwa nini? Unajua wanaharakati hapa Tanzania, akina Maria Sarungi, akina Hilda Newton Chadema na wengine wengi, akina Mshabaha ambao wanaishi kule Kenya, wanaharakati hapa na pale, walikwisha panga, akina Mange Kimambi wa USA, hao ni wanaharakati wetu hapa Tanzania, walikwisha tangaza kwamba tarehe 7, na hata kikosi hiki ambacho kinajiita Freedom Fighters, okay, walikwisha tangaza kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 kutakuwa na maandamano makubwa katika kila sehemu hapa Tanzania kulazimisha serikali ya Samia Suluhu Hassan kumwachilia huru Mheshimiwa Tundu Lissu. Sasa imepitishwa na serikali hii ya Samia Suluhu Hassan kwamba kile ambacho watakifanya hakiwezi kuaminika. Tarehe 6, siku moja kabla ya maandamano kutanda kila sehemu, wamwachilie huru Mheshimiwa Tundu Lissu. Ikifika baada ya masaa 12, ikifika tarehe 7 mwezi wa 7, kwa sababu wametangaza 7 ni maandamano makubwa, wapate Mheshimiwa Tundu Lissu ameachiliwa huru. Hawana cha kuandamana, hawana cha kuandamania, kwa sababu wanaandamana Mheshimiwa Tundu Lissu aachiliwe huru. Lakini taarifa za ndani zimetueleza tena, ambazo lazima tufichue haya. Imepangwa Samia Suluhu Hassan kwamba ameagiza Lissu kuachiliwa huru. Akiachiliwa huru hawezi kuwa na uhuru wake, anakuwa under what we call in English house arrest. Yaani Lissu ndio ataachiliwa kutoka gerezani ili kuzuia maandamano, lakini atakuwa chini ya ulinzi mkali nyumbani mwake, yaani house arrest. Atakuwa amewekewa tu ulinzi, hawezi kumove ama hawezi enda mahali popote, kwa sababu anaweza kukutana na waandamanaji awaambie nataka sasa tuandamane ili tudai katiba mpya ama tumngoe mamlakani Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Hizo ni taarifa zile za ndani ambazo tumeweza kuzipata hapa Tanzania. Kwa hivyo Watanzania mjue kwamba tarehe 6 mwezi wa 7 Lissu anaachiliwa huru. Lakini ingawa anaachiliwa huru baada ya huyo Samia kusalimu amri na kumwachilia huru tarehe 6, inamaanisha kwamba atakuwa under house arrest nyumbani mwake. Lakini kuna mambo mengine ambayo hatujayadhibitisha, hatujajiridhisha kama kituo hiki cha Tanzania ITV kwamba kuna fununu
Najua Waswahili walisema ya kwamba lisemwalo lipo kama halipo ni njiani laja. Kuna fununu ambayo inadai hivi, serikali inadaiwa kupanga kumwekea sumu Mheshimiwa Tundu Lissu akiachiliwa huru, akienda nyumbani mwake amalize siku chache tu age dunia, waseme sisi tulimwachilia huru akiwa mzima. Yani awekewe ile sumu ambayo inaua pole pole, waseme sisi tulikwisha kumwachilia kutoka gereza la Ukonga. Lakini hizo sijathibitisha, ni fununu, na kwa hivyo siwezi kuripoti hilo, lakini ni fununu ambazo tunaendelea kufuatilia. Tukipata taarifa za ndani tutawaletea, lakini haijathibitishwa, lakini kuna fununu ambazo zinaeleza hayo yote. Ikumbukwe ya kwamba hapa Tanzania Tundu Lissu amekaa gerezani zaidi ya siku 400. Ni kwa sababu ya kusema no election, no reform, no elections. Yani kama hamna mabadiliko katika tume ya uchaguzi hakutakuwa na uchaguzi. Sasa unajua hapo wa Tanzania hawajatoka kutoka sehemu hiyo. Wanadai tu katiba mpya lazima, ndio maana wanaandamana. Katiba mpya inadaiwa. Pili, tume mpya iundwe ya uchaguzi, na tatu, tujue mambo ya uchaguzi mpya kufanyika, kwa sababu inadaiwa ya kwamba Suluhu Hassan alijichagua akajitangaza kupitia tume hiyo, kwa sababu hamna yeyote ambaye anaweza kupinga baada ya tume ya uchaguzi kutangaza. Unajua tuko na katiba ambayo iko na ujinga. Hata usiposhinda pora tu umetangazwa wewe ndiye rais. Sasa tubadilishe kipengele hicho. Na sasa unajua Mahakama ya Afrika iliweza kutoa amri kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ya kwamba wameweza kufanya mabadiliko, kuhakikisha katiba mpya ndani ya miezi 12 imeweza kuandikwa na kupitishwa hapa Tanzania. Tunasubiri tuone kama hilo linaenda kutimia. Ingawa huyu Samia wetu ni kiongozi katii ambaye anashupaza shingo sana. Sasa amesalimu amri peke yake. Na tunajua hivi, mbona akamwachilia huru Tundu Lissu? Sababu ya pili, tunataarifiwa ya kwamba tarehe 11 mwezi wa 7 bunge la Ulaya linaenda kupitisha na kupiga kura zingine kuhakikisha ya kwamba Tanzania imezimwa kabisa katika orodha ya mataifa yale ambayo yatafaidika kimataifa. Sasa hao ndio walikuwa wanasema ya kwamba Lissu aachiliwe huru, apewe huduma za matibabu na aweze kukubaliwa aende nyumbani mwake. Sasa tarehe 11 mwezi wa 7 ikifika, wakati unaenda kupiga kura ya maamuzi hayo, watapata Lissu ameachiliwa huru. Kwa hivyo Samia ameogopa, akasalimu amri na kujiuzuru kuendelea kushikilia Tundu Lissu. Sasa ndio maana ameweza, ama hayo yameweza kupitishwa kisiri, lakini tumeweza kuyapata. Tusubiri tu tuone ni kipi ambacho kitakuwa kinaendelea. Naomba kutamatishia hapo hii kanda, tukutane kwa kanda nyingine unapoendelea kutazama kila wakati. Nashukuru tena zaidi. Asanteni sana na usubscribe kama hauja subscribe. Kwa hili.